Wakati dunia imehamia Iran na Israel Mashariki ya Kati, huku Putin wa Urusi anaendelea kuiteketeza na kuiharibu kabisa Ukraine, kiasi kwamba imepelekea mpaka Rais Donald Trump kumkataa kabisa Rais Putin kufanya msaada ama kutoa msaada wa mapatano kati ya Israel pamoja na Iran. Hapa majuzi siku ya Jumatatu kulikuwa na mkutano wa G7 pale nchini Canada na Trump alikuwepo kwa sababu ule mkutano huwezi kufanyika kama Trump hayupo. Nchi za Ulaya mara nyingi bila Trump hakuna chochote kinachofanyika. Sasa waliweza kwenda kwenye mkutano, lakini walipokwenda kwenye mkutano kilichotokea ni kwamba Trump alipigwa simu na Benjamin Netanyahu kuhusiana na hali halisi kule Israeli, kwamba hali ni mbaya na wamekusha kuishiwa kila kitu. Ikabidi Donald Trump kuweza kuahirisha na kuondoka kwenye mkutano huo na kurudi Marekani, Washington. Ikumbuke kwenye mkutano huo Zelensky naye pia aliweza kwenda kwa ajili ya kuonana na Donald Trump, lakini misha yake ikawa imefeli. Na lengo la Zelensky kwenda ni kuhusiana na kuongea na Donald Trump kuhusiana na kauli na maamuzi ya Donald Trump ya Marekani kuhusiana na kuondoa silaha na baadhi ya air defense ama air defense zote Trump azompatia Zelensky ni kwamba ameziondoa na kuzipeleka Mashariki ya Kati kwa Israel kwa ajili ya kumsaidia. Hii ni kwa sababu Marekani na wenyewe hawana budget ya kutosha kwa ajili ya vita vya Israel na Iran. Kwa hiyo namna sahihi ya kuweza kumsaidia Israel ilikuwa ni kuondoa hizo silaha kutoka Ukraine kwa ajili ya kwenda kumsaidia Benjamin Netanyahu. Sasa Zelensky, hili ilikuwa ni pigo kubwa sana kwake. Kwa hiyo ikabidi kwenda mpaka kwenye mkutano wa G7 kwa sababu yeye hakutakiwa kuhusika. G7 ni mataifa makubwa saba ya Ulaya na Marekani. Kwa hiyo yeye ikabidi kwenda kwa ajili ya kuomba msaada, kumbembeleza Trump aweze kumsaidia. Lakini sasa huku nyuma nchini kwake kilichokuwa kinatokea ni maangamizi mazito kweli kweli. Kilichokuwa kinatokea ni Rais Putin wa Urusi ilikuwa ni majira ya Jumapili, alifanya mashambulizi kwa muda wa takriban masaa 8. Hii ilikuwa ni ngoma masaa 8. Ukraine inavurumushiwa ni makombora ya ballistics na drones. Inasemekana drones karibia 400 na makombora zaidi ya 1000 yote yalikuwa katika anga la Ukraine. Huku Putin akidai alikuwa akishambulia katika maeneo ambapo alikuwa kunadai kuna viwanda vidogo vidogo vya kijeshi ambavyo vilikuwa vinatumika kuassemble ama kutengeneza ama kuunda hizi drone pamoja na silaha ndogo ndogo. Kwa hiyo Putin alikuwa akizishambulia kabisa katika maeneo yote especially katika mji mkuu wa Kiev. Taarifa za Ulaya zimesema kwamba mashambulizi yaliyofanyika this time katika mji wa Kiev ni makubwa sana, hajawahi kutokea tangu vita hivi vianze, kiasi kwamba mpaka Donald Trump akawa amekasirika kweli kweli, akaamua kumpigia simu tena Putin na kumwambia, bwana, hatuwezi kukushirikisha kwenye swala la Israeli wala kukuomba tena utatue mgogoro, kwa sababu wewe mwenyewe unayofanya huko nchini kwako ni kwamba unaimaliza Ukraine. Kwa hiyo malizana na kwako kwanza ndio nije nikushirikishe kwenye hii hatua. Hii ni hasira ya Donald Trump. Sasa Donald Trump kilichompeleka Marekani ama kumrudisha na kutoka kwenye kikao ni kwa ajili ya kuomba senators na bunge la Marekani kuidhinisha kupeleka majeshi Israel kuisaidia kuipiga Iran. Ingawa mpaka sasa kwa taarifa ni kwamba kumetokea mgawanyiko mkubwa katika bunge la Marekani pamoja na masenators. Wapo wanaomsupport Trump na wapo ambao wamekataa kabisa ili swala la Trump kupeleka majeshi Israel. Sasa hii bado imemletea mtihani mkubwa sana Donald Trump. Ingawa pengine anaweza kutumia nguvu na kuforce, pengine labda tunatarajia pengine anaweza akafanya maamuzi magumu zaidi Donald Trump. Lakini sasa kwa Ukraine mashambulio yametokea wakati Rais Zelensky akiwa Canada kwa ajili ya mazungumzo na Trump, ingawa hayakufanikiwa. Sasa huku nyuma katika nchi yake mambo yamekuwa mabaya sana. Na mbali na hivyo ni kwamba Putin ameendelea kuongeza maeneo makubwa sana, anazidi kujikatia maeneo makubwa na kuongeza. Ukimuka pia Putin aliamua kuweka eneo la kimkakati. Eneo la kimkakati ni kwa ajili ya kuzuia Ukraine kufanya mashambulizi yote katika ardhi ya Urusi. Kwa hiyo ameongeza maeneo makubwa sana katika ardhi ya Ukraine. Mpaka sasa ni kwamba vita ya dunia imehamia Israel. Ndio jambo linalomuumiza sana Zelensky, kwa sababu huku nchini kwake anakuwa anapigwa lakini hakuna kinachoongelewa tena. Anakuwa anapigwa
kila kitu kinamalizwa. Ikumbuka majuzi kati waliweza kushambulia Urusi, waliharibu wizara mambo ya ulinzi ya Ukraine. Na mbali na hivyo, viwanda vingi vya silaha tayari vimekwisha kuharibiwa. Na sasa hivi Zelensky jeshi hana, kwa sababu alikuwa anategemea jeshi kutoka Ulaya pamoja na Marekani na vifaa vya kijeshi, lakini ndio hivyo, vifaa vimechukuliwa, vimepelekwa Israel kuisaidia kamandi ya Israel, huku yeye amebakia mtupu, ni mweupe. Kwa hiyo kinachotokea sasa hivi ni kipigo tu, anachapwa muda wote anaotaka Putin. Na hii ya juzi ambapo imemfanya mpaka Trump kuweza kukasirika ni kwa muda wa masaa 8 ilikuwa ni mashambulizi mazito ndani ya ardhi ya Ukraine, kiasi kwamba uharibifu uliotokea ni mkubwa sana, na Putin anaamua kufanya hivi, anataka kuimaliza kabisa hii vita yake yeye na Ukraine. Nafikiri malengo yake zaidi ni kwa ajili ya vita ya Iran, kwa sababu hawezi kupambana na vita mbili. Akiwa anapambana na Ukraine na afu akaja kujiingiza kwenye Iran, itakuwa ni mtihani. Kwa hiyo nafikiri lengo lake lingine kubwa Putin ni kutaka kuimaliza haraka ili mambo ya Iran atakapokuwa yamechachamaa aweze naye kujiunga kwa ajili ya kutoa msaada, kwa sababu Iran, Urusi, China na baadhi ya nchi ziko kwenye jumuiya ile ya BRICS. Kwa hiyo ni lazima wasaidiane na waweze kukubali Iran kushuka ama kupigwa, kwa sababu Iran ni nchi yenye mkakati mzuri pale Mashariki ya Kati, kwa sababu Iran inazalisha mafuta kwa wingi sana duniani, na ndio maana mpaka sasa tunapozungumza bei ya mafuta ya dunia imekwisha kupanda dunia nzima kwa sababu ya vita vya Iran na Israel. Kwa hiyo Putin, China hawezi kubali kumwona Iran anaendelea kupigwa, kwa sababu lazima waingilie kati watakapoona labda Marekani anajaribu kuingia kwenye hii vita. Lakini ukweli, hali halisi ni hivyo. Kwa Zelensky hali ni mbaya, pengine hawezi kuchukua zaidi ya mwezi hii vita ikawa imeisha kabisa ndani ya Ukraine. Hii vita Putin nafikiri kwa hali iliyofikia na kwenda kuimaliza kabisa. Hakuna kitu kitakachoweza kufanyika, kwa sababu kila kitu amekwisha kusambaratisha. Ile nguvu ya kijeshi ya Ukraine yote amekwisha kuimaliza. Hivi tunavyozungumza ni nguvu yote ya Ukraine imemalizika kabisa. Ni kwamba hakuna kinachofanyika tena ndani ya ardhi ya Ukraine. Sasa hivi anachokifanya tu ni Putin ni ile kusawazisha, kuhakikisha hakuna kitu kinachofanyika. Pengine muda wowote tunaweza kupata taarifa kamili ya ripoti zaidi kuhusiana na matokeo ya Putin, hizi mission zake alizoamua kufanya hivi majuzi kati ya Jumapili na Jumatatu hapo nchini Ukraine. Hali kwa kweli sio nzuri. Kwa hiyo tunaendelea kusikilizia kuona kitu gani kitatokea, lakini macho ya watu kwa sasa yako Mashariki ya Kati, na bado tunaendelea kukuletea taarifa mbalimbali kuhusiana na Mashariki ya Kati, kitu gani kitakuwa kina happen, na pia Urusi tutaendelea kukutolea kati ya Urusi na Ukraine ni kitu gani kitakuwa kina happen pia katikati yao. Lakini vita ya Ukraine na Urusi imekwisha kuisha, in short itaweza kuchukua mwezi ikawa imemalizika kabisa. Kwa hiyo macho yote, that's why hata Donald Trump kila kitu na nguvu amewelekeza Israel.